Ana furaha kwa sababu wale walisoma basi alishuka limeshuka. Na basi linatokea Spain. Do you know Spain? Do you know Spain? I know it. Do you know where it is? From Spain. Europe. Europe. Spain from Europe. From Europe to Tanzania is more than 8,000 kilometers. From there to here to Dar es Salaam. So now we are going to receive a new bus visa from J-Root Company Limited under CEO Joseph Rwegasira Samson, who is our new investor. Ladies and gentlemen, napenda natakazie mabibi na bwana, lile basi ambalo liko nasubiriwa kwa hamu. Tajiri bilionea Joseph Samson Rwegasira, mkurugenzi wa kampuni kubwa barani Afrika, J-Root Company Limited. Basi ameshanunua tayari na sasa sisi influencers tutapata nafasi ya kulipokea na niwaombe mashabiki influencers wa Simba wote, siku basi ikiwasili nchini tukalipokee, tulisemee mpaka kozi tukauke. Sio alisema hayawi mbona yamekuwa haliji basi mbona limekuwa. Wamesaidia ili kumkumbusha Joel Rwegasira basi lije. Tajiri hakumbushwi. Tajiri yote duniani hakumbushwi. Wewe kama tajiri hawezi kusahau akaunti yake na trilioni 5, utamkumbusha wewe? Yaani akaunti ya tajiri inaweza kuwa trilioni 5 lakini anakumbuka mpaka senti zobakia. Wewe kitu gani ambacho unaweza kumkumbusha tajiri? Tajiri, nichukue nafasi hii kama Dr. Mohamed Hamisi, shabiki maarufu kabla Simba, mwanachama kabla Simba, kumshukuru Rwegasira Joseph Samsoni, mkurugenzi wa kampuni ya J-Root Tanzania ambayo imetengeneza jezi bora sana ya msimu mwaka huu barani Afrika, jezi ya Simba, kwa uungwana wake, kwa ukweli wake, kwa uaminifu wake na mapenzi yake makubwa. Leo ametimiza ahadi yake ya kutuletea basi kubwa la Simba, kampuni ya Iriza, aina ya Iriza. Sasa wana Simba tambeni, huu tajiri wa kumunga mkono, tununue bidhaa zake, tuendelee kumheshimisha ili aendelee kuisaidia timu yetu na timu yetu ifanye makubwa. Asante sana, I salute you Rwegasira Joseph, tajiri mkubwa. Saruti kwako bosi. Leo nchi nzima nazungumzia basi, uongo? Sasa bwana, ukiachilia hilo, kuna taarifa zinasema Simba Sports Club ametuma ofa ya milioni 870 huko kumnasa kiungo winga kutokea zake huko Senegal, Gueye. Bwana, ikitokea amekuja yule baba, tulimuona kwenye CHAN, tumemwona kwenye AFCON, atasaidia Simba? Mimi labda niwaambie kitu. Labda mimi niwe tofauti na mashabiki wengine. Niwe kidogo na mashabiki wengine. Timu yetu kwa sasa haifanyi vizuri. Umeelewa? Timu yetu kwa sasa katika mataji 5 ambayo tunashindania msimu huu tumepoteza mataji 2. Mimi Simba Day nilikuwepo. Viongozi walituambia mwaka huu ni moto. Wakatuambia ubingwa tutachukua na mataji tutafanyaje? Tumeanza tukapoteza ngao ya jamii. Taji la pili tumetolewa juzi na Azam ya under 20. Mapinduzi Cup, uongo? Tumetolewa na Azam. Timu ya vijana under 20. Kwani ni uongo kaka? Mbona unakuwa mnafiki? Sinao umeona? Au umetumwa kaka? Under 20 ndio umetutoa. Kwani watu wazima wale? Wachezaji wa timu ya kwanza walikuwa 2 tu 3. Uongo? Wametutoa. NBC Premier League tumepoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam wao. Kwa uhakika kuchukua ubingwa kwa sababu wale ambao ni title contender tunaoshindania nao ubingwa tunashindwa, ambao ni Yanga hajapoteza mchezo draw. Akishinda mechi zote maana yake anachukua ubingwa. Umeelewa? Kwenye CAF Champions League kombe la 4 hilo, Simba tumeanza vibaya. Mechi zote tumefungwa 2. Tumefungwa na Petro, tumekwenda kufungwa Stade Malien. Understand me? Umeelewa? Mmaki mchezo ngapi? Nafasi ya kufuzu kwenda quarter final tunayo. Swali lingine najiuliza. Unaona ipo? Ndio mimi najiuliza maswali. Unaelewa? Sasa tumuulize Mohamed Dewji Mo, maana alikuwepo naye pale uwanjani. Alikuwa Mohamed Dewji Mo, uongozi wote, mwenyekiti wetu Magori, mabodi, wajumbe na watu wengine. Hizi ndio ahadi mlitupa? Ndio maswali tunauliza. Kwa sababu mpaka dakika hii tunakosa kwa hivi. Je, ubingwa tutachukua NBC Premier League? Je, kimataifa tutavuka?
CRDB Federation Cup tutavuka, sababu CRDB Azam yupo, Singida yupo, Yanga yupo. Sasa hivi tulikuwa tunapambana na Yanga peke yake, lakini ametokea timu nyingine ambayo pia na confidence ya kutufunga. Azam FC ndani ya mwezi mmoja tufunga na timu ametufunga mara 2. Na mwezi huu katufunga mara 2. Tujiulize, hii ndio timu ambayo Mohamed Dewji Mo unaitaka? Hiki ndio kikosi cha Simba ambacho wewe unasema unakitaka? Tuboreshe wapi? Turekebishe wapi? Mimi nilikuwa Zanzibar baada ya mechi ile kufungwa na Azam, kuna viongozi wa juu nilikuwa nao pale, kauliza swali, mheshimiwa, wameona timu yetu, je, tutavuka? Akanambia tuombe Mungu. Mungu. Tumizi kiongozi naye pia hana imani, hana uhakika. Nikamwambia mheshimiwa, tuombe Mungu. Tutafanya maboresho makubwa. Maana yake anajua timu yake bado, ndio maana anasema tutafanya nini? Maboresho. Basi maboresho afanyike haraka. Leo zimebakia siku 7. Tunakwenda kucheza National Ahli nani Esperance de Tunisia. Kuna CAF Champions League mchezo wetu wa 3 kule wapi? Tunisia. Zibaki siku ngapi? Siku 7. Wachezaji 4 potential wapo. Hatuna Musa Pimpini Kamara, majeruhi paka mwezi wa 3. Yakubu Sulemani majeruhi paka. Selemani Mwalimu, Abdulzaki Hamza, wote hao majeruhi. Je, tutavuka? Sisi tunamwambia tajiri Mohamed Dewji Mo, tunahitaji Simba ya makombe. Tunahitaji Simba ya nini? Sio ya maneno. Sio Simba ya maneno. Tusajiliwe wachezaji. Leo tumemtaka Okelo, tumemkosa. Inakuuma. Mo ni tajiri kushinda Garibu. La Okelo linakuuma dogo. Brother, sijapata usingizi mpaka leo. Toka amepostiwa Alan Okelo mpaka leo Dr. Mo sijalala. Hadi leo najiuliza, huyu Alan Okelo, mmoja wa wachezaji bora Afrika tulionao kwa sasa ukanda huu wa Sekafa, anatua Yanga leo. Masimango ya Alikamo nitayaweza? Keleza kila Fumai na kila Kwevo, kila Godi Yanga, mimi nitaweka sura sura yangu. Najiuliza Dr. Mo, tumeshindwa nini kumsajili Alan Okelo? Ni hela kidogo tu ambao hatujaweka. Kwa nini kama lengo letu kuchukua bingwa wa Afrika tusiweke hela tumchukue Alan Okelo? Watu watia wachezaji wa kuzima moto. Yaani wachezaji leo baridi kesho moto. Waachane Dr. Mo, choka. Mchezaji baridi kesho moto. Leo amecheza vizuri, kesho ndio timu tunataka sisi. Mohamed Dewji Mo tunamuuliza, timu unaitaka? Unamuulizaje tajiri? Timu unaitaka? Unamuulizaje mwekezaji? Tunamuuliza Mohamed Dewji Mo kama kweli timu anaitaka, aihudumie. Atusajiliwe wachezaji wa college. Angalia Yanga. Alan Okelo amehitajika $250 zimewekwa, milioni 600 hizo. Kwa nini usajili wachezaji? Leo unakwenda kuchukua simdhihaki Baraka Mangosi. Simkosee heshima Baraka Mangosi. Siwakosee heshima wachezaji wangu wa Simba na waheshimu. Ndio maana na support. Lakini wakati sisi tunamsajili Baraka Mangosi, Yanga wanasajili mmoja wa wachezaji bora ambao wamefanya vizuri kwenye chani, Alan Okelo. Ameprove akiwa na bypass kwa CAF Champions League, bingwa msimu uliopita, amecontribute goli 17, assist 22, kawa mchezaji bora Uganda, kafanya vizuri chani, kafanya vizuri AFCON, chuma kimeingia Jangwani. Yaani wakati tunawaza kumdhibiti Pacome na Maxi, barari yaisha, linaongezeka barari lingine. Alan Okelo. Yanga wameongeza bara jipi. Nakwambia wakati bado hatujapata dawa ya kumdhibiti Pacome pamoja na Maxi Ngeli mpia, linakuja barari lingine, Alan Okelo. Sio vizuri. Alan Okelo. Brother. Itafikia sasa hizi tumefurahi. Sasa hivi maumivu wana Simba tumezoea maumivu mpaka tukifungwa na Yanga tunaona kawaida. Leo Yanga watufunga mara 6 mfululizo. Inaweza ikafika mara 10. Brother, maisha magumu mtaani. Watu hatuna hela. Wake zetu nyumbani kwetu watuchanganya. Unazuri. Kila Simba ikuchanganya. Ukirudi kwenye Simba upate furaha. Kwa sababu kila siku ni majungu. Kila siku ni maumivu. Hiyo furaha, maisha yetu sisi yatakuwaje? Hivi viongozi hawaoni haya yanaendelea? Hivi wao hawaumii haya yanaendelea? Tunataka timu hatari, timu tishio barani Afrika. Sio kwa maneno, tuache kazi tufanye ili tupate timu imara ambayo itasaidia Simba kufanikiwa. Lakini wachezaji wa zimamoto hawawezi kusaidia. Leo niulize swali. Valentino Mashaka, mnajua nyinyi alikuwa mchezaji mzuri. Valentino Mashaka, mshambuliaji moja hatari.
aliprove akiwa Geita. Amekuja Simba mechi 4 goli 4 uongo. Mechi za awali kabisa. Lakini leo kiniambia Dr. Mo Valentino Mashaka, sijui yuko wapi. Nyinyi mnajua alipo? Yuko JKT Tanzania. Walimpeleka kwa nini walimuondoa Simba? Hana ubora, ukampeleka kwa mkopo. Unamwacha Valentino Mashaka aliye prove. Amekuja Simba mechi 4 goli 4. Akaenda Chani kama nakumbuka. Akawa top scorer Chani ya vijana. Yes. Nakumbuka. Unamleta Baraka Mwangosi, simzi haki. Nimesema simzi haki Baraka Mwangosi. Ila nasema unamleta Baraka, unamtoa Valentino. Ndio timu ambayo tunao. Mungu tusaidie. Mungu. Tukushukuru. Kila heri.